Sasa daktari, umetuambia kuna upendo uliopitiliza na wivu uliopitiliza. Nilisema upendo uliopitiliza ambao sio mbaya pia. Tunataka wote tuwe na upendo uliopitiliza. Upendo uliopitiliza ni ule ambao uko tayari kulipa gharama kwa mwenza wako. Kwa mwenza wako. Uko tayari kufa kwa ajili yake. Yeah. Kwa maana jinsi Mungu hivi upo huo? Mpaka sasa upo? Upendo uliopitiliza upo tayari kufa kwa ajili ya mwenza wako. Masiala. Masiala. Huo ni upendo ambao uliopitiliza. Uko tayari kubeba maumivu ya mwenzako. Uko tayari kumtetea kwa gharama yoyote mwenza wako. Kusimama naye mpaka hatua ya mwisho. Huo ni upendo uliopitiliza. Huo ni upendo wa Mungu. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee kufa kwa ajili yetu. Sasa unavyosema kwamba upendo uliopitiliza hii mada leo, upendo uliopitiliza upo tayari kusimama na mwenzako mpaka dakika za mwisho, si ndio? Huo ndio upendo uliopitiliza. Sasa kwenye jamii zetu sasa hivi umepitiliza aina ya kawaida. Kuna pendo za aina 4. Namba 1 kuna upendo wa kirafiki. Ambao mimi nakupenda kutokana na kwamba kuna mambo ambayo tunashahidiana. Napata faida kwako, unapata faida kwangu. Win-win situation. Upendo win-win situation, upendo wa kirafiki. Kila kitu kinachokuunganisha kikikosekana tunavunja urafiki. Ile faida. Upendo wa aina pili ni upendo wa kindugu. Upendo wa kindugu unatokana na kuzaliwa. Hata kama mimi na wewe tuna itilafu, lakini hatuwezi sambaratika kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Kwa sababu nasema damu ni nzito kuliko maji. Upendo aina 3 ni upendo wa kimapenzi. Unatokea tu pale unakuwa ni mume na mke. Kuna upendo aina 4 ni upendo wa kimungu. Kwa hiyo tunapozungumzia upendo uliopitiliza, ni umepitiliza upendo wa kirafiki, wa kindugu na upendo wa mapenzi au wa ndoa. Hili ni pendo la Mungu ambalo halihesabu mabaya, halina wivu mbaya. Ni upendo ambao huvumilia. Ni upendo ambao hautakabali. Ni upendo ambao unadumu. Ni upendo ambao unaweza kuchukua viatu vya mwenzako. Ni upendo ambao hauna umimi. Ni upendo ambao unamtanguliza mwenza. Kwa hiyo kidunia tunasema upendo uliopitiliza ni mbaya kwa sababu hawajui tafsiri ya upendo. Upendo ni kitu ambacho ni chanya. Sasa wenyewe wanatafsiri upendo uliopitiliza, wanazungumzia wivu uliopitiliza. Sio upendo uliopitiliza, ni wivu uliopitiliza. Kuna upendo uliopitiliza na wivu uliopitiliza. Sasa nikiwa na wivu uliopitiliza ndo naingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Kwenye changamoto ya afya ya akili. Sio unaingia, ni matokeo ya changamoto. Kuna vitu ambavyo vimeumiza hisia zangu. Sitaki sasa kuumizwa tena hisia. Nataka kuzilinda zile hisia zangu kwa nguvu. Ndio ya matokeo sasa, ili nisiumizwe tena. Ninakuwa na wivu uliopitiliza. Ninakuwa na vitu ambavyo vinanifanya kwamba yani niwe na mwitikio ambao una madhara katika mahusiano. Unalinda cha kwangu kwa nguvu zote. Kwa nguvu zote. Ambazo sio sahihi. Naleta ambazo zinamwathiri mpaka yule unayemlinda. Zinamwathiri mpaka yule unayemlinda na zitakuathiri wewe mwenyewe binafsi. Wivu uliopitiliza unakuathiri wewe mwenyewe binafsi, unamwathiri yule unayemlinda. Ukiwa na wivu uliopitiliza unakuwa na wasiwasi, unakuwa una woga, unakuwa una mashaka, unakuwa na maumivu, unakuwa hulali. Unakuwa utulii. Kwa ni aina ya wivu ambao kwanza unakuumiza wewe. Pili unamfanya yule ambaye unamonea wivu na yeye asitulie. Sababu ya kumlaumu, ya kumshambulia, ya kutaka kummiliki, ya kutaka kumwekea mipaka na vitu kama hivi. Sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Hapa mezani unaona hizi simu, si ndio? Sasa kumfuatilia mwanamke wako kama mwanaume kumfuatilia mwanamke wako au mwanamke kumfuatilia mwanaume wako katika mawasiliano yake, ni upendo uliopitiliza au ni wivu ambao tunaingia kwenye changamoto ya afya ya akili?
Moja ya vitu ambavyo vinajenga ndoa ni uwazi. Uwazi na ukweli. Pasipokuwa na mawasiliano, ndoa haiwezi ikajengwa. Pasipokuwa na uwazi, ndoa haiwezi kujengwa. Mimi kumfuatilia mke wangu sio dhambi. Kama kumfuatilia kule ni kwa nia nzuri. Kikawaida mke na mume wanatakiwa wawe na uwazi. Simu ya mume inatakiwa iwe ya mke, simu ya mke iwe ni ya nani? Ya mume. Ukiona mume ameweka password, mke ameweka password, anamzuia mwenza asiangalie kuna nini kinachoendelea, tayari kuna shida. Ninapoweka password kwenye simu yangu, mke wangu asiweze kuichukua simu yangu, tayari kuna vitu ambavyo nimevificha ambavyo vinaathiri mahusiano. Kwa hiyo kitu ambacho ni kizuri ni kumwamini mwenza wa maisha, muamini mke wako na kumwamini mume wako. Njia pekee ya kuaminiana ni uwazi. Ni kumruhusu mume wako, kumruhusu mke wako awe na access na simu yako. Tunafuatiliana kwenye simu ni kwa sababu kuna issues au alama ya vificho. Kama wewe uko muwazi kwa mwenzako, uko huru na mwenzako, kuna haja gani ya yeye kuweza kufuatilia? Mnawasiliana, unawajibika kwa mke wako, unawajibika kwa mume wako. Bwana, ulikuwa wapi leo? Nilikuwa sehemu fulani. Ulikuwa na nani? Nilikuwa na fulani. Ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nafanya ABCD. Yani akikuuliza maswali yake yanajibika. Yanajibika. Hata akiconnect dots zina na hata kama hataki kuhakiki unamruhusu. Hiyo hatutaweza kufuatiliana kwenye simu kwa sababu tayari wewe ndio simu. Okay. Wewe ndio simu. Yani taarifa yoyote anayoitaka unampatia. Lakini pale unapoanza kuficha taarifa ambazo ni haki ya mwenza wako kuzipata zile taarifa, hii ndio inasababisha sasa wivu uliopitiliza. Mtu anaanza kufuatilia sasa, anaanza kuumia. Kwa nini mume wangu anaficha vitu? Kwa nini mke wangu anaficha vitu? Kuna jambo gani analofanya chini ya pazia? Na kumbuka, wewe na mke mna mahusiano. Na hayo mahusiano yana athari. Siku hizi kuna magonjwa. Unapokuwa mtu unatoka nje ya ndoa, unaweza kumletea mwenzako ugonjwa. Kwa hiyo kuna mtu anakuwa na wivu unaopitiliza kwa sababu ana wasiwasi kwamba unaweza kumletea magonjwa ambayo yakamuua. Kwa hiyo tunapokuwa wawazi, tunaharibu hii ngome ya nini? Ya wivu. Moja ya njia ya kuua wivu uliopitiliza ni kujenga uaminifu. Kujenga uaminifu. Uaminifu thabiti kati ya wanandoa huondoa mashaka yasiyo na msingi. Namba 2 ni kuimarisha mawasiliano. Mawasiliano au kuwa na mazungumzo ya mara kwa mara kuhusu hisia na matarajio. Mwenzako anapokuuliza kitu fulani, mjibu mpaka ameridhika. Ni haki ya mwenza wako kujua kuhusiana na maisha yako. Namna gani unatumia muda wako, wapi ulipokuwa, ulikuwa unafanya nini, kwa nini. Unaposhindwa kuwa muwazi kwa mwenzako, unaposhindwa kuwasiliana, ndio unaanza kujenga hisia ambazo zinaanza kuleta matatizo ya kisaikolojia ambayo baadaye yanaleta matatizo katika nini? Katika mahusiano. Vile vile, ili kuweza kuondoa hizi hisia au wivu uliopitiliza, inabidi kujifunza kuthaminiana. Kuthaminiana. Mthamini mwenzako. Muone kwamba yeye ana thamani. Muone kwamba yeye ni mtu ambaye ni muhimu. Unapomthamini mwenzako, chochote anachokitaka kwako wakati wote ule, utakuwa tayari kufanya nini? Kukiachilia. Akitaka kujua kitu fulani utampa. Ukitaka maisha fulani utampa. Unakuwa si mtu wa kificho kwa sababu unamthamini mwenzako. Ya kwamba unaficha baadhi ya mambo ni kwamba huyu mtu ufanye nini? Au mthamini. Na vile vile njia nyingine ni kushughulikia maumivu ya zamani. Kama uliwahi kuumizwa zamani, unapoingia kwenye mahusiano, hakikisha kwamba utafuta suluhu ya kuponywa. Unaweza kuwa na mtu ambaye sio mbaya, wala hana matendo mabaya, lakini kwa kuwa uliumizwa ndo zinakutesa. Unaamini kwamba wanaume wote ni umbwa. Wanawake wote sio kuamini. Huyo mtu kwa sababu huko nyuma aliona mama yake, aliona dada yake, aliona jamii na yeye mwenyewe.
Ndo yale matokeo ya wanaume wote ni mbwa. Wanaume wote ni mbwa. Ndo hayo sasa. Kwa inabidi wa mtazamo uondoe. Na kingine ni kuomba msaada na ushauri wa ndoa. Wako wabobezi wa ndoa. Wako wabobezi wa mahusiano. Ambao utakapokwenda wanaweza kuwasaidia kisaikolojia kuondoa zile hisia, au kama kweli kuna tabia ambazo zinaharibu mahusiano na kuleta wivu uliopitiliza ziweze kuondolewa. Kwa hiyo unatuambia, je, wivu ndani ya ndoa ni changamoto ya afya ya akili au ni upendo uliopitiliza? Ni yes au no? Ni yes, changamoto ya afya ya akili. Maana mahusiano yanahusiana sana na hisia. Mahusiano yanahusiana sana na hisia. Kwa hiyo hisia zinapoharibika, hisia zinapoharibika, ndio shida zinakuwepo. Kwa hawa wanaochezea hisia zetu ndo wanasababisha hadi hizi siku hizi kwenye Google hapo kuna application kibao ambazo wanawapa michongo ma IT kila siku ya kututengenezea application za mfuatilie mwenza wako, SMS zake. Michongo inakuwa mingi kwa sababu ya kutokuwa uaminifu. Jaribu kuwa mwaminifu afu then uone kama michongo ya application itakuwa wazi kama hivyo. Hii ni Love Court, mahala pekee ambapo tunajadili mada ambazo ni za msingi katika mahusiano yenu. Sasa daktari, mimi naomba kujua au kufahamu, je, mimi nikisimama na mwenza wangu mpaka mwisho, sasa hivi kuna vitu viwili. Watu wengine sasa hivi hili tatizo la afya ya akili limeingia, lakini zamani tulikuwa unaweza ukasema mtu akikuona unapenda sana, unamtetea mwenza wako, anaweza ukasema huyu amerogwa, huyu bushoke. Lakini sasa hivi wanaweza wakasema huyu yani upendo wake umepitiliza, huyu atakuwa na changamoto ya afya ya akili, anapewa nini huyu? Hii mentality kwenye jamii unaizungumziaje? Kiuhalisia ni mpaka watu waseme umerogwa, haujafanikiwa katika ndoa au mahusiano. Biblia inasema mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa ni mwili mmoja. Ni mpaka mmefika kiwango ambacho hamuishi kuridhisha jamii. Mna dunia yenu ninyi wenyewe. Mnajadiliana kwa kiwango ambacho ndugu zenu hawaelewi, jamii haiwaelewi, bado hamjafanikiwa. Kivipi? Ndoa ni maisha ya kuridhishana watu wawili, sio kuridhisha jamii. Mara nyingi watu wanasema umelogwa pale ambapo unakuwa unamjali sana mwenza wako. Pale ambapo unampa mwenza wako kipaumbele. Na pasipo kutoa kipaumbele kwa mwenza, kutoa muda wako, kutoa nguvu zako, kutoa akili zako, kutoa mali zako kwa mwenza, huwezi kufanikiwa. Sasa nikifanya hivyo bado jamii itanisema. Issue sio jamii, issue ni nyinyi wawili. Hamfanikiwi katika ndoa kwa kile ambacho jamii inasema. Mnafanikiwa kwenye ndoa kwa kile ambacho nyinyi wawili mnafanya. Ndoa ni makubaliano ya watu wawili. Ndoa si makubaliano ya jamii. Kwa hiyo issue sio kuridhisha jamii. Issue ni nyinyi wenyewe wawili. Maadamu nyinyi wawili hakuna shida, jamii sio kitu cha kujali. Maadamu nyinyi wale mnaelewana, wacha jamii iseme. Jamii ina mdomo, huwezi kuizuia isiseme. Itasema tu. Na jamii hubadilika. Leo utasema umelogwa, baada ya miaka 20 unasema bwana, katika ndoa ambazo kweli zimefanikiwa ni ile. Kwa binadamu wanabadilika. Mara kwanza kusema Yesu ni kichaa, Yesu ni hivi na hivi, lakini alipokufa wakasema kweli huyu jamaa ni mwana wa Mungu. Kwa binadamu hubadilika. Kwa hiyo usiendeshe ndoa yako kwa wazazi wanasemaje, ndugu wanasemaje, marafiki wanasemaje. Endesha ndoa yako kwa kujali mwenza wangu anasemaje.
Hii ni changamoto ya afya ya akili. Hii ni changamoto ya afya ya akili, daktari. Sasa ninachotakiwa kufanya ni kuhakikisha mahusiano au ndoa yangu inasonga mbele na sio kuangalia jamii. Sio jamii. Sio jamii. Sio jamii. Ndoa kwanza. Ndoa kwanza. Na in fact huwezi kuiridhisha jamii. Kila jamii, kila mtu ana mtazamo wake. Na kila mtu ana maisha yake. Hao jamii ambao nakuzungumzia wewe wana maisha yao na ndoa zao. Wao zimewashinda. Kwa nini wazungumzia kwako? Unaweza kuta mara nyingi watu ambao wanazungumzia ndoa za watu wengine ukiwachunguza wameshindwa kwenye ndoa. Ala. Na kwa kuwa wameshindwa sasa, wanataka kila mtu ashindwe. Wanakuvuta nyuma. Wanakuvuta nyuma. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa katika maisha ya ndoa, unaweza kukuta nao wale ndio wenye changamoto ya afya ya akili. Wale ndio changamoto ya afya ya akili. Nyingi wewe wachunguze tu wale ambao wanasema sana Kalongwa hivi na hivi, utaona ama ameachika ama ameshindwa kuingia kwenye ndoa au ndoa yake haifanyi kazi. Kwa hiyo anaamini kabisa ya kwamba haiwezekani kuwa na amani, kuwa na furaha katika ndoa. Kwa wakiona wewe hakuna kelele kwenye ndoa, wanasema amerogwa. Lakini inawezekana kufanikiwa katika ndoa. Kwa kumbe hao ndo baadaye au wanaozungumzia ndoa za wenzao, unakuta baadaye ndo akija kupata mahusiano yao ndo wale wanaume wote mbwa. Mimi siamini mwanaume au siamini mwanamke. Ndio sababu wenyewe wameshindwa. Sasa wanataka kujustify kushindwa kwao. Kumbuka mtu anapokuwa ameshindwa, timu za Yanga na Simba au timu yote ya mpira inaposhindwa kwenye mpira itatoa sababu kibao. Wanaposhindwa kwenye mpira watatoa sababu zaidi ya hivi 20. Lakini hata kama wamecheza vibaya wanaposhinda hakuna sababu. Kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye anakuwa na sababu ambazo ni asi kuhusiana na ndoa ni kwa sababu ya kushindwa. Sio kushinda. Sio kushinda. Mtu ambaye ameshinda kwenye ndoa hawezi kumwambia mtu mwenzake kwamba amerogwa, kalishwa limbwata. Watu ambao wamefanikiwa kwenye ndoa huwa si ndoa zingine. Huwezi kukuta mtu ambaye amefanikiwa kwenye ndoa akisema ndoa nyingine. Zaidi anafurahia. Zaidi anafurahia. Na ndio maana ukitaka kufanikiwa katika ndoa sio kuifuata jamii, uwe na makocha wa ndoa. Watu ambao wamefanikiwa kwenye ndoa, wanafundisha ndoa na wanaishi kile ambacho wanakifundisha. Mpenzi mtazamaji wa Chris Power TV, this is Love Court na mimi ni wakili wa zamu Chuma Junior Chuma JR. This is Daktari Dr. Robert Mbelwa ambaye anatushushia nondo za kutosha siku ya leo katika topic ambayo inatuambia, je, wivu ndani ya ndoa ni changamoto ya afya ya akili au ni upendo uliopitiliza? Daktari amesema yes, ni changamoto ya afya ya akili. Mpaka kipindi kijacho, ni mimi wakili wa zamu ninafunga kama ifuatavyo. This is Chuma Junior Chuma JR.